Wangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni baada ya Pasaka maaskofu pasuka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ya kwanza ni Askofu Show. Yeye anasema tunaposema juu ya upatanisho tunamaanisha, tunaposema juu ya kuridhiana tunamaanisha kuleta mabadiliko yatakayofanya watu wote waweze kuishi kwa amani na haki itendeke. Askofu Dickson Chilongani yanasema mimi sisemi nani yuko sahihi au nani mkosaji. Chadema na CCM wote raia wema wa Tanzania, tuwaombe viongozi wetu wakae wamalize hili kwa amani wakati tunaendelea uchaguzi mkuu mwaka huu. Askofu Wolfgang Pisa yanasema katika hali ya kawaida nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu uchaguzi? Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Habari picha ikionyesha Wakristo wa kanisa Katoliki wakisikiliza mahubiri walipohudhuria misa ya sikukuu ya Pasaka katika kanisa la parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa mkoani Dodoma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Mwananchi limeandika CAG abainisha dosari vituo vya mabasi Dar es Salaam. Ukaguzi wa mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG umebaini vituo vingi vya mabasi nchini vinakabiliwa na changamoto za miundombinu ikiwemo uhaba wa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Utitiri wa malori, janga kwa barabara da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Dr. Mpango aonya vijana vurugu kwenye uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa pili. Visa vya wapiga debe kituo cha mabasi Magufuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wa